kwanza ni mtoto wa kiume, ni mtoto wa kike. Ajue kwamba ana jukumu la kuishi katika mambo ya usalama. Kwa vyombo vya usalama tumeviona na navipongeza, vimekuwa vinaingia bila kudhulumu mtu, wamekuwa wanaingia kwa manyumba, wanaingia kwa mitaa, lakini hiyo haitoshi. Inataka sisi watu wa kanisa, watu wa kidini, watu ambao ni wa kisiasa, wazazi, sote tuungane pamoja, tupige vita jinamizi hili ambalo linaelekea kuangamiza watoto wetu. Wito wangu kwa wanasiasa ni kwamba kama mnavyoona karibu Kenya yote, kila mahali ambapo magenge haya ya vijana yako kuna mwanasiasa ndani. Aidha kutumia hawa vijana kama vyombo vya kuleta vurugu ili nipige vita mwanasiasa mwenzangu. Kwa hili ni jambo ambalo tungependa kulilani kwa maneno mazito iwezekanavyo, kwa sababu mwanasiasa anapaswa kuelekeza jamii katika ufanisi na usalama. Lakini mwanasiasa akiwa wa kwanza kuchochea na kutumia hasa vijana wadogo, malaika hawa, kuleta vurugu kwa sababu ya self interest, hili jambo tunalilaani sana. Tuache watoto wakue kwa hekima na kimo bila kuwahusisha katika magenge haya kuleta. Na mara nyingi wanapoleta vurugu wao hukimbia na vijana wakaachwa peke yao wakihangaishwa huko korokoroni na wazazi wakalia. Kwa hiyo tafadhali, wito wetu Pasaka hii, vile Yesu alipenda watoto na wakakumbatia, tumwache aweze kulea watoto hawa bila kuingilia ulezi. Tunahusika sana katika kulea watoto wetu, na hii hali ya malezi inapokuwa nzuri, basi hata zile tabia zingine za matumizi ya madawa kama ya kulevya na yale madawa mengine haitawezekana. Kama watoto wamelelewa katika maadili mazuri, basi watajua kuepukana na yale mambo ambayo yanaweza kudhuru maisha yao baadaye. Kwa hivyo pia sisi wazazi na wale wote wanaohusika, ama tunaita kwa kizungu stakeholders, katika malezi, lazima tushirikiane katika kumlea yule mtoto kwa maadili yaliyo mazuri. Na nashukuru Mungu pia serikali wakati imeanzisha mpango ambao unaitwa National Positive Parenting. Na sasa tayari tumeenda kanisa la Chuda, kanisa la Changamwe na Chani, na sasa wanaendelea na malezi pale Kilifi, ambapo pia malezi haya mazuri yanaendelea kufundishwa kwa wazazi na wale wanaohusika katika malezi. Na Mungu pia kipindi hiki ametupa baraka ya Pasaka, basi tuweze kusaidiana ili kila mmoja wetu awe mtu mwadilifu, mtu mcha Mungu.